Tunamshukuru Mungu, limekuwa la mafanikio sana. Kama waimbaji vijana wa jimbo hili la Mashariki, tuna maono makubwa katika kufanya jimbo hili lishikiliwe zaidi na vijana. Na kwa mpango huu wa kujenga hostel, tunategemea ni hostel ambayo itakuwa ni ya viwango ambavyo itakuwa ni kimbilio kwa kweli, kwa sababu kuna fursa nyingi ambazo kunakuwa na matamasha mengine, kunakuwa na wageni mbalimbali ambao wanakuja kutaka huduma ya malazi, chakula, hata kujifunza. Kwa kupitia hii hostel ambayo tutaijenga, itasaidia kuwa mradi wa vijana katika jimbo hili la Mashariki. Na hostel hizi zikijengwa pale mkoani Morogoro, ni sehemu ambayo ni center, ni sehemu ambayo ni katikati, ambayo itawezesha mataifa mbalimbali, watu mbalimbali kutoka pande 4 za dunia, wakipita pale watapumzika pale. Ninachoomba viongozi wangu wa ngazi ya jimbo, kwa kweli kwa fedha hizi zilizopatikana, wajitahidi tu kwamba zifanye kazi lengwa ambayo imekusudiwa. Na kwa makusanyo haya tunataka tukione kitu kinaanza kufanyika mara moja. Pesa iliyotolewa ni nyingi, isikae tu pesa bila kuanza kufanya kazi, kwa sababu pesa ikikaa tu, na jimboni kuna mambo mengi, pesa inaweza kapata kazi ya kufanya tofauti na kazi lengwa. Kwa hiyo wito wangu mimi, naomba viongozi wangu wa jimbo, ngazi ya jimbo, katibu wetu wa vijana jimbo ajitahidi sana pesa ianze kufanya kazi sasa kwa ajili ya kazi lengwa ambayo imekusudiwa kwa ajili ya hizo pesa. Kanisa lina vijana wenye taaluma mbalimbali. Kwa hiyo hao tukiweza kuwatumia, tunaamini kanisa letu litaweza kusonga mbele, na hususan ikiwepo idara ya umoja wa vijana. Lakini pia kuwatumia wataalamu wa ndani ya kanisa imekuwa ikisaidia sana kupunguza gharama, lakini pia watu wengi wamekuwa wakifanya kwa moyo wa kupenda. Lakini pia ni kwenda sambamba na utanuzi wa ongezeko la ajira. Kwa hiyo kama taasisi ya kidini tunayo nafasi kubwa ya kutanua wigo wa upatikanaji wa ajira. Kwa hiyo kama alivyotuambia mkurugenzi wa kampuni ya Majinja kwamba tuweze kuthamini, lakini pia kuweza kufanya kazi, na hatuwezi kutoa sadaka kama hatuwezi kufanya kazi. Kwa hiyo tufanye kazi, lakini zile kazi zilizokuwa halali. Kwa hiyo tunawakaribisha watu mbalimbali ambao wameguswa na watakaoendelea kuguswa kuweza kutoa sadaka zao kwa ajili ya kufanikisha ujenzi huu wa hosteli pale mkoani Morogoro. Tunategemea kuanzia Jumatatu ya tarehe 15, tukianza awali katika hatua za urasimishaji wa lile eneo, na kama tulivyoazimia katika vikao vya jimbo, tunaanza na ujenzi wa vyoo, lakini pia tukianza na jengo kubwa la mkutano, ambapo tumeazimia kuanzia mikutano ya mwakani 2022, kuanzia mwezi wa 7, mikutano yote ya kijimbo tutakuwa tunafanyia katika eneo letu la Morogoro. Tangu nimekabidhiwa idara hii mwaka 2018, na mwaka huu ukiwa ni mwaka wa 4 katika mwaka wa kutimisha kipindi cha sinodi. Katika miaka 4 tunamshukuru Mungu katika mambo makubwa ambayo amekuwa pamoja nasi. La kwanza ni kuwakusanya vijana kwa pamoja na kufanya mikutano na maendeleo. Lakini ndani ya jambo la kuwakusanya vijana pamoja, tulikuwa na mkakati wa kimaendeleo au wa kiuchumi ambao ni ujenzi wa hostel. Na tunamshukuru Mungu, kwa muda wa miaka 4 tumefanikiwa kupata eneo pale Mazimbu Road, campus ya chuo kikuu cha SUA. Mungu ni mwema, tumepata heka 10. Kwa hiyo hatua ya leo ilikuwa ni lengo la kuendelea kutafuta fedha kwa ajili ya michakato ya kuanza ujenzi. Malengo ya leo kupata fedha ilikuwa ni milioni 20, na tunamshukuru Mungu sana kwamba tumefanikiwa. Kama cash milioni 13 na ahadi zinaenda karibu milioni 10. Kwa hiyo tumekwenda katika malengo ambayo tunaamini kile tulichoweka kimetimia. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya walezi na wadau mbalimbali wanaoendelea kuunga mkono shughuli za vijana. Tusiache kuwatia moyo katika jambo hili la kiuchumi,
ni jambo la vijana, lakini kubwa ni jambo la kanisa. Ni kwa lengo la kutangaza ufalme wa Mungu. Na niwaombe pia vijana, kwa kuwa mradi ni endelevu, tuendelee kutoa fedha zetu katika makubaliano ya kila kijana kuchangia 10,000. Kwa siku ya leo sio hitimisho la mchango au kuchangia 10,000. Ilikuwa tu ni kilele, lakini mwendelezo unaendelea kwa ajili ya kuchangia shilingi 10,000 kwa kila kijana. Tulialikwa hapa kwa ajili ya changizo la ujenzi wa hosteli pale Morogoro ya kanisa la Moravian. Ni jambo zuri kwa sababu hili jambo linaenda kuleta mabadiliko ya kiuchumi, kijamii, na hii inaweza kuongeza kipato cha kanisa. Mimi kama mtu mzima ambaye kidogo chumvi nimekula nyingi, nawapongeza vijana kwa wito huu, kwa jukumu hili, uamuzi wa kujenga, na kwangu mimi ni kuwatia nguvu kwamba yale wanayoyafikiria waende wakayatimize. Tutakuwa pamoja kwa ajili ya ushauri, kuona lile walilolikusudia linaenda kufanikiwa. Ni jambo zuri sana, sidhani kama ni jambo baya, kwa sababu unapofanya kazi kama hizi zinaleta impact. Kwa Kiingereza wasema impact, zinaenda kuleta kitu cha utofauti katika jamii. Mimi na waunga mkono, ni jambo zuri.